Komenti za watu hapa wanao msupport ama wanao support kile ambacho Tundu Lissu anakipigania, haswa Tundu Lissu. Tumezungumzia kwamba yeye ni mwanachama ya Chadema, kile ambacho CCM inakifanya tangu miaka takribani miaka mingi CCM ndio inaongoza, lakini Tundu Lissu ambaye ndio kiongozi wa Chadema of course ukiangalia Tanzania raia wengi wana support Tundu Lissu kwa sababu anapigania haki ya mwananchi, kwamba wabadilisha katiba, kukuwe na katiba mpya. Na comment za watu hapa zinasema kuna huyu anaitwa Rodrick Mero. Comment yake inasema kama unapenda mabadiliko gonga like. Okay, huyu alikuwa na pia huyu anamsupport. Mwingine anaitwa Kambasol Legacy. Anasema kamanda yuko vizuri na ni mwalimu mzuri sana, hajateteleka. Huyo pia anamsupport Tundu Lissu kama yeye ni shujaa, hajateteleka. Mwingine anasema safi sana, wewe ni mpango wa Mungu. Hawa wanaopambana na Mungu kana kwamba wamejileta duniani, basi kama ataamua kuwarudisha alikowatoa ili awarete upya wamtukuze yeye, basi watakuta naye, maana wameyataka. Okay, comment ya mwingine hapa anasema reform no election. Okay, hiyo ndio msemo ya watu wa Tanzania, wanasema no reform no election. Mwingine anasema hapa Mungu ibariki Chadema, Mungu bariki Lissu. Huyo pia ni shabiki wa Chadema, anamsupport bwana Tundu Lissu ambaye yuko mahakamani anashitetea, usio bana. Komenti ya mtu mwingine anasema kusoma kuna raha sana. Tundu Lissu angekuwa hajasoma wangemtesa sana. Ona hichi, ona nchi nzima anawashinda hoja. Wanasema wanapeleleza kila siku. Kupeleleza hata asiye soma anajua huo ni uongo na uonevu. Hakuna kesi hapo. Ifike wakati viongozi wa nchi muone aibu, nchi mnaizaririsha tu. Okay, pia huyu anasupport Chadema. Mwingine anasema no reform no election. Mwingine anasema Mungu yupo, pia huyu anamsupport Chadema. Comment ya mtu mwingine anasema very good. Okay, huyo pia anaisupport Chadema. Mwingine anasema Heche na Mnyika msinyongonye, Mungu yupo. Mwingine anasema mheshimiwa Lissu na wanatanzania wote, hapo hakuna kosa wala kesi yoyote. Lengo la CCM ni kupoteza muda ili uchaguzi wapite bila kupingwa. Okay, hiyo ni comment ya mtu mwingine hapa. Mwingine anasema yani mtuhumiwa anawafundisha kazi mtuhumiwa anawafundisha kazi. Hili jambo ni kama tusi. Okay, mwingine hapa anasema Simba Wanyika ananguruma. Huyo ni shabiki. Mwingine anasema Simba Wanyika ananguruma msitu. Unatikisika. Comment ya mwingine anasema Lissu atatoka tu, labda watumie mabavu kumfunga. Okay. Of the Political Parties Act. Notwithstanding powers of the registrar to cancel registration of a political party, the registrar shall not cancel registration of a political party if the period during which the general elections will be held does not exceed 12 months.
hawawezi. Msajili hata kama ana sababu, hana mamlaka ya kutuzuia kushiriki uchaguzi mkuu. Mwendesha mashtaka wa serikali anataka kutuzuia kwa kutufungulia kesi isiyokuwa na ushahidi ili niendelee kukaa mahabusu gereza kuu la Ukonga wakati mapambano ya uchaguzi mkuu yanaendelea. That is the classic abuse of the court process. Usimruhusu. Usimruhusu. Na namna ya kutokumruhusu ni kuambia mna ushahidi, pelekeni Information High Court. Hamna ushahidi wa kutosha, enter an immediate knowledge. Ya pangu ni hayo mwisho. Kabla hujakaa, Hiyo mwisho. nataka pia uitaarifu mahakama. Tarehe iliyopita ulitoa a lot of concerns namna unavyoishi kule. Yes. Nataka uieleze mahakama kama hali ikoje kwa sasa. Nashukuru mheshimiwa. Nashukuru sana. Mheshimiwa, kabla sijasema hayo, naomba nitangulie kusema kunukuu kauli ya baba wa harakati za wapigania haki za watu weusi wa dunia hii, anaitwa Frederick Douglass. Na hayo maneno aliyasema mwaka 1853. Frederick Douglass alisema, power concedes nothing without a demand. It never did. It never will. Mamlaka huwa haitoi chochote bila kudaiwa. Haijawahi kutokea na haitatokea. Baada ya kudemand hapa mheshimiwa, baada ya my demands here, kesho yake mkuu wa gereza aliniita akaniambia, unataka tufanyeje mheshimiwa Lishe? Nikamwambia nataka yale ndio ambayo nimelalamikia tangu siku ya kwanza. Niruhusiwe ibada. I'm happy to report mheshimiwa kwamba Jumapili iliyofuata nililetewa padre kwenye selo yangu. Aliletwa Father George Sai. Aliletwa. Nimepata huduma ya kiroho. Na bwana jela akauliza na kingine, nikamwambia nataka nifanye mazoezi mahali salama uwanjani. Kama unakumbuka mwisho nilikwambia uwanja huko nyuma ya selo yangu. Akasema na hilo granted. Kwa siku hizi nafanya mazoezi uwanjani. Napata some fresh air. Kwa hiyo imetekelezwa. Na mawakili wangu siku hizi tunaonana kwenye kachumba fulani. Kwa hiyo mheshimiwa, my demands zilisaidia kufanya mabadiliko. Na nashukuru ulinisikiliza mheshimiwa. Ulinipa muda nikueleze ya mne. Kwa hiyo kuna hayo yamerekebishwa. Tuko tunaenda vizuri. Ila sisemi tunaenda vizuri niendelee kukaa mle. Sawa. Hayo mheshimiwa.
Ya Jamhuri, jibuni hizo hoja za upande wa utetezi. Unaipata sasa. Tumesikia hoja za